Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunasoma Yoshua sura ya 5 mpaka sura ya 7. Hapa tunaona Mungu anamwagiza Yoshua awafanyie tohara wana wa Israeli kwa sababu hawakufanyiwa tohara. Wale ambao walifanyiwa tohara na Musa wote walikufa kwenye kizazi chao. Kwa hiyo hawa wakatakiwa kufanyiwa tohara ili wawe safi. Na tohara ilikuwa inamaanisha usafi mbele za Mungu. Sasa kwa wakati huu, tohara ambayo inatakiwa ni tohara ya moyo. Mwambie Mungu akutahiri moyo wako. Kwa sababu moyo una ugonjwa wa kufisha. Kufisha manake kuua. Sasa anaposema una ugonjwa wa kufisha manake ndani ya moyo kuna mawazo ambayo yanaua kusudi la Mungu. Kuna mawazo ambayo ni mabaya, tunajiwazia mabaya, tunawawazia wengine mabaya. Ndio maana tunatakiwa tumuombe Mungu aufanyie tohara, aufinyange kwa upya. Kuutoa ule moyo wa jiwe, moyo ambao hauwezi kusikia neno la Mungu na kulitii. Na kuwa moyo wa nyama, moyo ambao utakuwa na unyenyekevu, unaposikia habari za Mungu, unakuwa na utii. Maombi ya siku ya leo, muombe Mungu aufinyange upya moyo wako ili uweze kumtumikia katika roho na kweli. Wakati mwingine unaweza usiwe unafanya uzinzi, usiwe unakunywa pombe, lakini moyoni mwako kuna maovu mengi. Mawazo ya moyo wako yanamkasirisha Mungu. Unakuwa una mawazo machafu mpaka mengine shetani mwenyewe anakushangaa. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.